Je, ni kweli kwamba dosari ndogo tu ya kisheria inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa kesi kubwa ya kikatiba? Hata sauti yangu tu inakukera. Yaani hata kama sijakuaddress, just listening to me you feel bored. But I'm not a bad person against you. Hili ndilo lililotokea katika kesi iliyofunguliwa na Mwabukusi kupitia Tanganyika Law Society yani TLS dhidi ya jeshi la polisi kupitia Inspekta Jenerali wa polisi IGP. Leo tunaangalia kilichotokea mahakamani na kwa nini kesi hii ilitupwa kabla hata ya kuingia kwenye hoja zake za msingi. Kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nami, karibu sana. Hapa tunapata uchambuzi wa kina wa siasa na masuala yote ya kisheria yanayoendelea Tanzania. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Dosari za kisheria katika kesi ya kiapo cha rais wa TLS Boniface Mwabukusi zimesababisha shauri la kikatiba lililofunguliwa na TLS dhidi ya IGP kutupwa na mahakama. Uamuzi huo ulitolewa Machi 11 mwaka 2026 na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Majaji hao waliotoa uamuzi huo ni Immaculata Banzi, Jaji Fahamu Mtuva na Jaji Mwanabaraka Mnyukwa. Majaji hao waliamua kutupa shauri hilo baada ya kubaini kuwa kulikuwa na dosari za kisheria katika hati ya kiapo iliyowasilishwa mahakamani hapo. Kwanza tumeshafahamu aliyefungua kesi hiyo ni rais wa TLS Mwabukusi. Lakini nini kiini cha kesi hiyo? Shauri hilo la kikatiba namba 29366 ililofunguliwa mwaka 2025 na TLS ilihusiana na amri ya kutotoka nje iliyotolewa na IGP. Ikumbukwe kwamba amri hiyo ilianza kutekelezwa kuanzia siku ya uchaguzi, yaani Oktoba 29 mwaka 2025 na siku zilizofuata baada ya kutokea kwa vurugu katika baadhi ya maeneo. TLS iliwasilisha shauri hilo mahakamani kwa lengo la kuhoji uhalali wa kikatiba wa amri hiyo ya watu kutoka nje kuanzia ile Oktoba 29 na kuendelea, yaani hadi baada ya kutokea kwa vurugu kwa baadhi ya maeneo. Hata hivyo, kabla ya mahakama kuingia kwenye hoja kuu ya shauri hilo, dosari za kisheria katika hati ya kiapo zilisababisha shauri hilo kutupwa mapema na mahakama. Sasa tukio hili limeibua mijadala mikubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa katika masuala ya kisheria na siasa hapa nchini, kwa sababu wakati mwingine suala dogo la kisheria katika nyaraka linaweza kuathiri kabisa mwelekeo wa kesi kubwa yenye maslahi kwa umma. Sasa nini kilitokea? Sasa nikukumbushe tu kwanza, katika vurugu hizo za siku zilizofuata, watu ambao idadi yao bado haijawekwa wazi na mamlaka na vyombo vya usalama waliuawa na wengine walijeruhiwa, huku mali za serikali na za watu binafsi ikiwemo majengo, magari yakaharibiwa. Ni kutokana na yaliyojitokeza siku hizo tano, TLS walifungua shauri la kikatiba wakiomba pamoja na amri nyingine mahakama itamke amri hiyo ya IGP iliyotolewa Oktoba 29 mwaka 2025 saa 11 jioni ilikiuka katiba ya Tanzania ya mwaka 1977. Kulingana na uamuzi wa jopo hilo la majaji, TLS waliomba mahakama itamke amri hiyo ya IGP haikuwa na uhalali wa kisheria kwa kuwa haiungwi mkono na katiba wala sheria yoyote ile ya Tanzania, lakini pia inakiuka haki mbalimbali za watu. Haki hizo ni pamoja na haki ya utu, haki ya kusikilizwa, haki ya mtu kutotendewa vitendo visivyo vya kibinadamu, haki ya kuishi, haki ya mtu kuwa huru na kwenda popote, haki ya kuabudu dini yoyote na haki ya kikatiba ya kufanya kazi. Mbali na maombi ya amri hizo, lakini TLS iliomba mahakama itamke kuwa mlalamikiwa watatu, yaani Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Tanzania, haikutenda wajibu wake wa kikatiba wa kulinda haki za binadamu. Amri nyingine ambayo TLS iliomba mahakama ni kwamba mahakama kuamuru na kuunda kwa tume huru ya watu 7 ikijumuisha majaji wastaafu na wawakilishi kutoka TLS na kutoka Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Wajumbe wengine watoke Chama cha Madaktari Tanzania na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ili kwa pamoja wafanya uchunguzi huru kuhusu vitendo vilivyofanywa na IGP Oktoba 29 na kutoa ripoti mahakamani. Hata hivyo, shauri hilo lilikutana na mapingamizi ya kisheria kutoka kwa walalamikiwa ambao ni IGP, mlalamikiwa wa kwanza, mwanasheria mkuu wa serikali AG, mlalamikiwa wa pili, na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Katika mapingamizi hayo mawili, walalamikiwa walisema kuwa mahakama hiyo ilikuwa haina mamlaka ya kutoa amri zilizoombwa na waleta shauri katika aya E, na pia shauri hilo ni baya kisheria kwani kulikuwa
kulikuwa na njia nyingine za kupata nafuu. Mbali na mahakama kuwataka mawakili wa pande zote mbili kuwasilisha mawasilisho yao juu ya mapingamizi hayo, lakini pia iliwataka wafanye mawasilisho juu ya uhalali wa kiapo cha mleta maombi kutaja amri ya IGP. Ilikuwa ni Disemba 29. Katika usikilizwaji wa mapingamizi hayo kuliibuka mabishano makali ya kisheria na hoja kutoka mawakili wa pande mbili, lakini mwisho wa siku hoja ya kukosewa tarehe ya amri ya IGP katika kiapo cha wakili Mwabukusi kilizamisha kesi hiyo. Sasa na huu ndio ulikuwa uamuzi wa majaji. Katika uamuzi wao majaji walisema kutokana na amri hizo ambazo walalamikaji waliziomba, mawakili wa pande zote mbili walikuwa katika ubishani mkubwa wa hoja za kisheria na kama kulikuwa na nafuu kabla ya kutumia njia waliyotumia. Majaji hao walisema hivi: kulingana na walalamikiwa, walidai mahakama hiyo haikuwa na mamlaka sahihi ya kushughulikia shauri hilo na kutoa sababu mbili. Moja ni matumizi ya kifungu cha 8 kipengele cha pili cha sheria ya haki za binadamu. Sababu ya pili, haiwezi kuchukua muda wa mahakama kwa kuwa ipo wazi kabisa. Majaji hao walisema mahakama hiyo haikuwa na mamlaka ya kuunda tume kama waleta shauri walivyoomba, lakini waombaji hao wanaomba mahakama kuanzisha utaratibu mpya ambao haujulikani na muhimili huo wala Jumuiya ya Madola. Na nukuu, ni kweli msingi huo wa pingamizi la pili lililowekwa na wajibu maombi linakubaliwa na mahakama kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kuunda tume ya uchaguzi kama ilivyoombwa na waleta maombi katika aya hii. Majaji hao walisema wamepitia shauri hilo na kubaini ni mchanganyiko wa maombi. Baadhi yanaangukia katika taratibu zilizowekwa na Baldea na nyingine zinaangukia katika taratibu nyingine zilizowekwa kama hiyo ya kuunda tume. Kuhusiana na hoja iliyoibuliwa na mahakama katika wito wa asili ulioungwa mkono na kiapo cha rais wa TLS yani Boniface Mwabukusi, walisema katika kiapo hicho katika aya ya 9 kinasema amri ya IGP ilitolewa Disemba 29 mwaka 2025 na sio tena Oktoba 9 mwaka 2025. Kwa heshima zote, hatuwezi kusema kile kilichosemwa katika aya hiyo ilikuwa ni makosa ya uchapishaji kama ambavyo wakili wa waleta shauri alieleza. Majaji hao walisema japokuwa mawakili wa waleta maombi walisema kuna mfululizo katika nyaraka hizo kuwa amri hiyo ilitolewa Oktoba 29 mwaka 2025, lakini hiyo haiwezi kufanya kutajwa kwa tarehe 29 Disemba, yani Disemba 29 mwaka 2025 kupuuzwa. Walisema hati hizo za asili za wito ziliandaliwa Novemba 12 mwaka 2025 na rais wa TLS Mwabukusi akasaini hati ya kiapo hiyo siku hiyo hiyo. Inakuwaje katika kiapo hicho hicho kuna sehemu inasema amri ya IGP ilitolewa Disemba 29 mwaka 2025? Kwa kuwa ilithibitisha kile kilichoandikwa katika aya zote kwamba ni za kweli, tunaweza kuhitimisha kwa kusema kuwa kile kilichosemwa katika aya ya 9 kilikuwa ni sehemu ya uongo wa kiapo, hakikuandikwa siku hiyo hiyo na hakikuandikwa siku hiyo, walisema majaji. Ni msimamo wa kisheria kuwa hati ya kiapo ambayo imejaa taarifa zilizo za kweli, na kama vile hakuna kiapo cha kuzingatiwa katika maombi, walisisitiza majaji. Ni kwa msingi huo majaji hao walisema ni utafiti wao kuwa shauri hilo halina miguu ya kisheria na kusimama katika mahakama hiyo, hivyo linatupiliwa mbali, na kwa kuzingatia asili ya shauri hilo kila upande utabeba gharama zake. Lakini swali linalobaki kwako, je, nini maoni yako? Mahakama ilifanya sahihi kutupa shauri hilo kwa sababu ya dosari za kisheria katika hati ya kiapo, au Mwabukusi alipaswa kupewa nafasi ya kurekebisha dosari hizo ili kesi hiyo iendelee kusikilizwa? Andika maoni yako kwenye comment. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.